Ni kwa nia njema. Ni kweli tunataka mapato, ni kweli, lakini ya haki, ya haki. Na mtu amekaa getini pale paka mishipa ya shingo inataka kumtoka kwa mazao ya mwananchi mwenzie. Viazi vinaharibika, viazi vinaoza. Mimi naweza kaonyesha message za watu ambao wamepata hasara kwa ujinga, watu wa kwenye mageti, kwenye vitu ambavyo hata havihusiani na mwananchi. Kwa nini serikali sichukiwe? Na Owelu uko hapa na wenzako na madiwani wako huko ndani na viongozi wa chama wapo hapa. Lumbesa hii tunaopigia kelele hapa, hivi mnajua kwamba tukienda kwenye haki ile ya Mungu kabisa, tumekuwa tukiwapiga wananchi wetu faini ya Lumbesa ya uongo ile kabisa, kwamba tunataka tuwe watu wa kweli kabisa kwa Mungu. Faini za Lumbesa kwa wakulima wa Njombe nyingi ni uongo, ni feki. Kwa sababu nyewe watu wa mizani, Lumbesa ni kilo ngapi? Owelu, ni kilo ngapi unaposema Lumbesa? Ni kwanza kilo ngapi? Kilo 100. Kilo 100. Kuna kipeto cha kilo 100 hapa Njombe cha viazi? Kwani kipeto ni kilo ngapi? 90 mpaka 95. Sasa kwa nini wewe nipige mimi faini ya Lumbesa? Kwa nini unipige faini ya Lumbesa? Nani ana kipeto cha kilo 100 za viazi hapa Njombe? Maki tunaonea watu. Kwa sababu kile kifungashio, mheshimiwa mbunge, kile kifungashio cha viazi sio kilo 100. Vile vifungashio vinaanzia kilo 75. Akishona shona pale juu kale ka kichwa ndo kanafika 95. Unakutana mjinga mmoja barabarani ameweka kamba, anakuambia ni Lumbesa, lipa shilingi, inaanzia shilingi ngapi? Lipa shilingi 100,000 faini. Mtu mjinga tu amekaa hapa, hajui hata ulikotoa hivyo viazi. Anatoza faini kwa macho. Hata sheria ya vipimo hajui, na alivyo mjinga pale getini anakuambia kwa mujibu wa sheria ya vipimo ambayo hata haijui. Wale watu wa vipimo hawapo pale. Kajikalia tu pale na kamba yake pale, anakuambia paki gari. Viazi vinakaa pale kwenda Dar es Salaam, mheshimiwa mbunge, toka saa 4 kupata muafaka kwamba ili gunia sio kilo 100, na bado sheria ya wakala wa vipimo imempa mkulima 105, si ndio? Hawa wanaotoza watu kule barabarani wana mizani? Kuna mzani unaopima vile viazi? Wanaanzaje kutoza hizo faini? Wanaanzia wapi kutoza hizo faini? Hii twende pale getini, mimi na mawakala wa vipimo tukae pale, lipite gari la viazi, tuseme hiki kichwa hiki cha juu kimesababisha ili gunia ifike kilo 100. Kipeto cha wapi? Kwa nini nimezungumza hili jambo, mheshimiwa mbunge? Madiwani wako humu. Ninyi ndio mnaopeleka watu wakaa kwenye mageti na kamba. Ni kweli tunataka mapato, lakini tusionee wananchi. Tuiseme kwamba sheria ya mizani inatambua kwamba gunia ujazo halisi ni kilo 100. Umekosea sana, zimeongezeka 5. Zaidi ya hapo, hiyo ni Lumbesa. Lakini mtu ana kipeto tu kaweka kilo zake 75, kaweka pale ka kichwa ka juu kuvutia mnunuaji. Hii Lumbesa kwa kilo ngapi ulizopima? Na mtu amekaa getini pale paka mishipa ya shingo inataka kumtoka kwa mazao ya mwananchi mwenzie. Viazi vinaharibika, viazi vinaoza. Mimi naweza kaonyesha message za watu ambao wamepata hasara kwa ujinga, watu wa kwenye mageti, kwenye vitu ambavyo hata havihusiani na mwananchi. Kwa nini serikali sichukiwe? Kwa nini serikali sichukiwe? Hawa wananchi wale watoto wao wamesoma, wana simu za mkononi, anaenda kwenye website ya wakala wa vipimo, anaangalia sheria ya wakala wa vipimo, Lumbesa ni lazima iwe zaidi ya kilo 100. Anachukua lile gunia, anapima nyumbani. Hapo barabarani hapo tuna mzani ambao sio wa serikali, ni mzani wa mtu binafsi. Baki watu wanaenda pale magari yao wanapima kabla hajaenda kwenye mzani wa serikali. Anajua uzito wangu uko sawa, alafu ndo anaenda. Anakutana na mtu pale kaweka tu pale bango, anakamba pale. Hiyo anafungua kule nyuma, anachungulia, anamwambia hii hapana, hizi ni Lumbesa hapa.
yale mazao yanaoza. Mtu kachukua gunia 100, akifikisha Dar es Salaam 30 zimeshaharibika, zimebaki 70, hasara. Sasa hii elimu, kwa nini nimezungumza hili jambo na limenikwaza sana? Kwa sababu nimeshazungumza sana. Leo mmetoa hii semina hapa, si ndio? Mumuombe mkurugenzi, mwambie mkurugenzi wa wakala wa vipimo Tanzania, mkuu wa mkoa wa Njombe ameomba wakala wa vipimo turudi Njombe tutoe semina kwa mabaraza yote ya madiwani ya mkoa wa Njombe, CMT zote za mkoa wa Njombe, na ametualika kwenye kikao cha maendeleo cha mkoa RCC tuje tutoe hii elimu ili kuwe na lugha inayofanana kati ya wakulima, wanunuzi wa mazao ya wakulima wanao kama getini na watu wa halmashauri wakati wanapotafuta ushuru. Sio, umeelewa wewe? Ni kwa nia njema. Ni kweli tunataka mapato, ni kweli, lakini ya haki. Ya haki. Kama kuna ulazima ili kuondosha hizi lugha gongana, na shauri wakala wa vipimo halmashauri zetu kule kwenye mageti, faini ambazo zinahusika na mambo ya vipimo, kuwe na mzani wenu certified ili kila mmoja apate haki yake. Ninayetozwa faini niridhike, naye uza zao langu niridhike, na wewe wakala uweze kujua kwamba kweli hapa kuna eneo ambalo mwananchi ametendewa haki. Otherwise tapelekwa mahakamani, aliyepigwa faini na kuuliza, kwani ulipima mazao yangu? Mimi niliona tu kwamba gunia lina kichwa. Kwa hiyo gunia lina kichwa ndio kilo 150. Atakuwa hamna kesi hapo, atakuwa na bezi. Kwa hiyo swala la elimu ya vipimo ni elimu ya msingi sana kwa watu. Ni bahati mbaya sisi bado nilikuwa naangalia juzi wale wenzetu walioenda India. Wanaenda kwenye masoko, mzani huko pale. Yaani sisi tulipasha tufike mahali ambapo ukienda soko la Njombe unapimiwa nyanya kwa kilo. Sio unaambiwa fungu 500. Unapimiwa viazi kwa kilo. Najua hapa kuna watu wameanza, unaenda pale unanunua kilo ya vitunguu, kilo ya viazi, kilo ya hiki. Lakini knowledge bado haijaingia kwa watu wengi. Bado tunauza vitu kwa mafungu. Utauza kuku kwa kuangalia ukubwa wake, unasema huyu kuku hapa ni 35. Lakini kumbe pengine utakapoenda kwenye utaratibu wa kuanza kuprocess yule kuku, unashangaa tu kuku anakupa labda shilingi 40. Kwa hiyo ile elimu ya upimaji, elimu ile ya wakala wa vipimo lazima tuisukume sana, ama kundi endelee kuonana nayo. Na sisi kwenye mkoa tunawapa nafasi muonane na mabaraza ya madiwani, na naweza kaitia tu wote mkutano mmoja tu kama ndani, madiwani wote wa mkoa wa Njombe, management team zote za mkoa wa Njombe, mkafanya kikao kimoja tu na regional secretariat, mkatoa hii elimu kwamba jamani, huko tunakopima mizigo, huko tunakopiga faini za rumbesa, kiukweli wale watu hatujapima mizigo yetu kujua ni kweli au si kweli, tunapiga rumbesa ya macho. Yaani wewe unampima mtu unasema huyu ni mwembamba, huyu atakuwa ni mgonjwa, huyu mnene huyu ni mzima, kumbe umeona wachuya. Sasa ndo zile pasi hili gunia lote hili hii rumbesa ni kumsaidia mkulima. Haya mageti ya barabarani haya yanatusumbua kweli kweli, na kwa sababu wa Tanzania sisi wengine ni watu wa hewala, tutaki tabu na mtu, ndio unakuta unalipa faini ili uondoke. Lakini mimi si chini ya mara 3 nimegoma kulipa faini. Simamie wakala wa vipimo, wao watu wa halmashauri wanatakiwa watoze ushuru tu, kila mazao yatumie mizani. Hapa kutakuwa na suluhisho, lakini vinginevyo hapa atakayokuwa natetewa ni mfanyabiashara, kwa sababu anaelewa ni nani, ni mkulima, kutokana na aina ya upimaji wa nini wa vile vifungashio. Tunapoenda sokoni, sasa sokoni tunaambiwa uweke na lutitu na lumbesa. Ndio hapo tunasema sasa lumbesa tunafanyaje? Mbona mnachukua na ziada? Tukishalima mbona mnachukua na lutitu? Bila lutitu ukisema uweke gunia zip wanasema zip hatuchukui, mwenzio labda anaweka lumbesa. Hasa tunataka leo watu wa vipimo watupe majibu, kuja kutoa elimu ya lumbesa ili waelewe tafsiri ya lumbesa. Lumbesa mpaka mzigo huo au gunia hilo lizidi kilo 105 kwenda mbele, hilo ndo lumbesa. Ikiwa ni kilo 100, hata kama umeunganisha magunia 3, kama kwenye mageti yenu wanapima kwa macho, kwa kuangalia gunia na kukuambia kwamba hii ni lumbesa, basi sio taratibu mzuri.